Magari haya 12 yanagharimu takriban shilingi bilioni 1.7 na yanasambazwa katika halmashauri 11 ambazo hazikuwa na magari. Gari moja ni kwa ajili ya ofisi za uratibu wa mradi wa GPE TSP hapa makao makuu wizarani. Halmashauri zinazonufaika na magari haya ni Kibondo, Korogwe DC, Njombe TC, Tanganyika, Manyoni, Mbozi, Tunduma, Serengeti, Babati DC, Kahama Manispaa na Mafia. Magari haya yatasaidia wadhibiti ubora wa shule kufanya tathmini za viwango vya ubora wa elimu inayotolewa nchini, kufikia shule nyingi zaidi na kutoa ushauri wa kitaalamu kwa walimu ili kuboresha matokeo ya ujifunzaji. Pia atawezesha utekelezaji wa maudhui ya sera ya elimu na mafunzo ya 2014 toleo la 2023 ambayo yanahitaji ufuatiliaji wa karibu zaidi katika utekelezaji. Wadhibiti ubora, nendeni mkafanye kazi. Serikali inaangalia mazingira yenu na maslahi yenu kama ambavyo mnaona. Na kama nilivyosema, nilivyokutana nyie kabla, Mheshimiwa Rais ameagiza kwamba ili kuimarisha ubora wa elimu hapa nchini ni lazima tufanye ufuatiliaji, tufanye tathmini, kuleta mapendekezo na kuchukua hatua. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, macho yetu hasa ni nyie huko mliko. Kwa hiyo nendeni mkafanye kazi kwa ari kubwa zaidi, kwa bidii kubwa zaidi na kwa matokeo mazuri zaidi. Zipo changamoto katika sekta ya elimu. Nyingine ziko ndani ya uwezo wa halmashauri, nyingine inabidi zifanywe kazi kwenye mkoa, nyingine za kitaifa, na changamoto nyingine zitachukua muda kuzitatua. Kwa mfano, mtawanyo wa walimu katika shule ndani ya halmashauri, walimu wa sayansi kwa mfano, au mchanganyiko wa jinsia wa walimu katika shule, ni swala ambalo lipo ndani ya uwezo wa halmashauri. Isitokee shule moja ina walimu wa jinsia moja tu, wanafunzi wako wa jinsia tofauti. Vile vile mrundikano wa walimu usio kwenye shule moja wakati kuna shule nyingine na uhaba. Sisemi kwamba haya yatamaliza changamoto tulizonazo, lakini hizi ni changamoto ambazo ziko ndani ya uwezo wetu kuzitatua kwa haraka ndani ya halmashauri. Kwa hiyo ni kazi yenu kuangalia, kutoa taarifa, na kama nilivyosema, muwe wana harakati. Ukiona swala ambalo linatakiwa lifanywe kazi, nenda kwa kiongozi wako, nenda kwa DED, nenda kwa mkuu wa wilaya, kaeleze kwamba hapa tunaweza tukafanya vizuri. Sasa msibweteke, sasa mnavitendea kazi, nendeni mkaongeze bidii. Ukisikia shule moja na walimu 4 kwa mfano, naona clip kama hiyo, nikiona ile namuuliza Simbeye, shule gani hii? Iko wapi? Je, ni kweli? Sasa nikiona vile nitauliza, afisa mdhibiti ubora aliyoko kule anaitwa nani? Alitoa taarifa hii lini? DED anafahamu? Mtawanyo wa walimu katika halmashauri ukoje? Hawezi wakabadilisha mtawanyo kidogo shule kawa na walimu wengi zaidi? Sasa sitarajii, na kwa kweli sitarajii kwamba kitu kama hicho tutakiona kwenye mtandao wakati nyie hamjakiona. Hasa sasa mna magari haya na ni magari mazuri kweli kweli. Haya ni off-road, lakini very comfortable. Watu wanatarajia mtazunguka, na tumesema kazi yenu ni vile vile kutumia teknolojia. Walimu wapo karibu wote, wana hizi simu janja, mnakuwa na WhatsApp group, najaribu kupata taarifa hata kabla mjaenda ili msaidie kutoa taarifa. Nina imani kubwa na wadhibiti ubora. Tunakuahidi kama idara ya udhibiti ubora wa shule kutumia rasilimali hii kwa uadilifu na kuhakikisha kwamba zinafanya kazi iliyokusudiwa kwa manufaa ya taifa letu. Sasa idara inakwenda kufuatia tathmini kwa nguvu na kuhakikisha kwamba sera na mtaala ulioboreshwa ambao umezinduliwa hivi karibuni unaendelea kutekelezwa vile ipasavyo. Shule zetu za msingi ziko zaidi ya 20,851 na sekondari ziko 6,540. Tunakwenda kuzitembelea na kufuatia kadri tulivyojipangia kwenye malengo ya mwaka.